na ni ladha ambayo wanaipata wanaoonja utakatifu wako. Bwana asifiwe. Ndio ujumbe wetu, ladha ya utakatifu wetu, ladha ya utakatifu wetu. Tunahitaji kutambua ladha ya utakatifu tulionao, na ladha hii watatuambia wanaoionja. Na kipindi hiki sasa tunapoelekea katika ushirika mtakatifu, ni vizuri pia ukafahamu ladha ya mwili na damu ya Bwana Yesu. Ladha ya mwili na damu ya Bwana Yesu. Nimekuwa nikijiuliza sana kuhusu kazi ya chumvi kwenye mboga. Bwana asifiwe. Kazi ya chumvi kwenye mboga, yaani kama kuna kitu cha muhimu kuliko vitu vingine tunavyokula kwenye mboga ni chumvi. Yaani chumvi ina kazi ya muhimu sana ya kuleta pamoja ladha zote za mboga unayoipika nyumbani. Bwana asifiwe. Kwenye mboga nyumbani kuna vitunguu, kuna nyanya, kuna mboga za majani. Hata ukipika nyama utaweka vitu vyote vile, vitu vyote vina ladha yake. Ukionja nyama bila chumvi ina ladha yake. Ukionja kitunguu hakijachanganyika na kitu chochote ina ladha yake. Ukionja nyanya kabla haijawekwa chumvi ina ladha yake. Ukionja mchicha kabla haujawekwa chumvi una ladha yake. Lakini ukichanganya vile vitu vyote ili upate ladha moja, unahitaji nini? Chumvi. Kazi yake ni kuleta pamoja ladha zote. Ndio kazi ya chumvi. Changanya kila kitu ukiweke pale ili upate ladha moja, weka chumvi. Vyote vitatiishwa kwenye chumvi viwe na ladha moja kwako wewe mlaji. Bwana asifiwe. Sasa wokovu wetu una ladha, na ladha yake ni moja kwa watu wote wanaoonja wokovu. Kwa sababu una ladha wokovu, ni sharti tuambie wanaoonja ladha ya wokovu jinsi ilivyo ladha ya wokovu wetu. Usipowaambia watu wokovu wako una ladha gani, wanaweza wasihakikishe kwamba umeokolewa. Bwana asifiwe. Ladha ya wokovu wetu. Bwana Yesu amekaa na wanafunzi wake miaka 3.5. Siku ile alipotaka kuambia kitu cha muhimu katika maisha yao baada ya yeye kuondoka, aliwaleta katika meza. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa ana mega mkate na wanafunzi wake. Mara nyingi alikuwa kimega mkate Bwana Yesu, lakini siku ile aliumega kwa namna tofauti. Mkate ule ule na kinywaji kile kile, akawaambia, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hii ndio damu yangu, damu ya agano jipya, mnapokunywa basi kunyweni kwa ukumbusho wangu. Sasa ni sharti sisi tuliookolewa tufahamu ladha ya wokovu wetu ambao Bwana Yesu alitushirikisha, ambayo si nyingine ni mwili na damu yake. Na ladha hiyo ni ladha ya tofauti na ladha zingine zote. Kwa nini? Kwa sababu hii ladha ya wokovu ni ladha inayokushirikisha wewe na ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni wa malaika ambao uko sasa kule, bado
malaika wanaendelea kushangilia tu, kwa sababu wanakungoja wewe kadri unavyoendelea kushiriki ladha hii ya mwili na damu ya Bwana Yesu. Siku moja waende wakakuone ukifurahi pamoja nao mbinguni milele. Ladha hii ni sharti unaposhiriki mwili na damu, ni sharti ufahamu kwamba wewe unayeshiriki ni mtu wa namna gani. Bwana asifiwe. Na mtu wa namna gani itakuhakikishia kwamba unastahili kushiriki. Usipostahili kushiriki, basi utastahilishwa kwa neno hili, maana neno hili litakufanya usogee kwenye kushiriki hii ladha. Ninaomba sasa nisome neno la Mungu kutoka waraka wa Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 6. Neno la Mungu linasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakianguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Bwana asifiwe. Tumepata wokovu kwa neema, wana wa Mungu, tumepata wokovu kwa neema. Kwa nini? Kwa sababu tumeshirikishwa kipawa cha mbinguni. Bwana Yesu ametushirikisha kipawa cha mbinguni kwa njia ya mwili na damu yake, kwa kutushirikisha. Maana siku aliposhiriki kwa mara ya mwisho alisema, sitashiriki tena, sitakunywa tena mzao wa mzabibu mpaka utakapotimizwa mbinguni katika ufalme. Kule utatimizwa. Nyinyi nawaonjesha, na endeleeni kufanya hivyo kwa ukumbusho wangu mpaka siku nitakaporudi. Na aliposema hivi Bwana Yesu, huko katika mwigi wa maneno ya Biblia alikuwa amesema na wanafunzi wake 70 alipowatuma waende kila mahali alipotazamia kwenda yeye mwenyewe. Wale wanafunzi walipokwenda kule, kwa jina la Yesu mapepo yalitoka, kwa jina la Yesu watu walipokea uponyaji, wakarudi kwa furaha, wakamwambia Bwana, tunashukuru kwa sababu furaha yetu ilikuwa tulipolitaja jina lako Yesu, mapepo yalikuwa yanatutii kwa jina lako. Bwana Yesu akawaambiaje? Msifurahi kwa kuwa mapepo yanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Lakini katika mwendelezo Bwana Yesu anasema, je, atakaporudi mwana wa Adamu ataiona imani duniani? Bwana asifiwe. Imani yetu ambayo imepandikizwa na kujengwa katika msingi wa neno la Mungu linaimarishwa na matendo ya imani. Bwana asifiwe. Matendo ya imani sio kushiriki tu mwili na damu ya Bwana Yesu, ni wingi wa matendo ya imani. Tulichokuwa tunakifanya hapa tangu tulipoingia ni matendo ya imani. Bwana asifiwe. Hakuna hata tendo moja ambalo tulilifanya lililokuwa nje ya imani tulionayo. Tumeingia tukajifunza maneno ya Mungu, tumeomba, tukatoa sadaka, tukatoa changizo, tumemwimbia Mungu, tumeendelea kumsifu na kumwabudu Mungu, kwa kuwa hiyo yote ni katika kushiriki matendo ya imani. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumemwamini Yesu, na ndio maana hata sasa tunakwenda kushiriki tendo la imani la meza ya ushirika mtakatifu. Tutakula na kunywa kipawa cha mbinguni kwa imani, kwa sababu katika macho ya damu na nyama, jamani, tunachoshiriki ni kitu cha mwilini kabisa. Bwana asifiwe. Tunashiriki kitu cha mwilini kabisa, lakini kwa imani tunashiriki kipawa cha mbinguni. Sasa lazima tuifahamu ladha yake. Hicho kipawa cha mbinguni, ladha yake inatusogeza wapi? Ladha yake inatupa tafsiri gani? Nimewaambia mapema kwamba kazi ya chumvi ni kuharmonize ladha za vitu vyote vilivyochanganywa na mama pale jikoni, viwe na ladha hii moja. Bwana asifiwe.
nyanya, kitunguu, sijui viazi mbatata na mchicha na nyama na nini, kila kitu ukichanganya bila kuweka chumvi huli, kwa sababu kila moja kinapigania ladha yake. Nyama inapigania ladha yake, inataka wewe mlaji ujue kwamba hapa kuna nyama. Mchicha unataka ladha yake, kitunguu kinataka ukitambue kwamba kipo kitunguu, na nyanya nataka uitambue kwamba na nini lipo na kila kitu, lakini chumvi inawaleta pamoja. Bwana asifiwe. Ndio maana Bwana Yesu asema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Kwa kuwa kazi yako wewe mtu uliyookoka, kazi yenu ninyi mliyookoka ni kuleta ulimwengu pamoja katika Kristo. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ulimwengu unakuja pamoja. Watu wa kila kabila, kila jamaa, kila dini, kila rangi na kila taifa wanakuja pamoja. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni chumvi ya ulimwengu. Na ladha ya chumvi, kwa kuwa inaleta pamoja, ni sharti kila tendo la imani tunalolifanya katika maisha ya wokovu wetu tulifanye kwa pamoja. Bwana asifiwe. Ni sharti kila tendo tunalolifanya katika Kristo tulifanye kwa pamoja na kwa umoja. Tulifanye kwa pamoja na kwa umoja. Na kwa njia hiyo ndipo sasa tunamleta Yesu katika nafasi yake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Tunamleta Yesu katika nafasi yake ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa kuwa tunashiriki tendo la imani linalohusiana na mwili na damu ya Bwana Yesu. Sasa huko tumetahadharishwa kwamba umeonja kipawa cha mbinguni, umeshiriki kipawa cha mbinguni baada ya wewe kutubu dhambi. Na kwa kuwa umeshiriki kipawa cha mbinguni na kuonja ladha ya kile kipawa cha mbinguni, basi usije ukageuka nyuma. Utakachokifanya wewe, utamsulubisha Yesu mara ya pili, jambo ambalo haliwezekani. Utamfedhehesha Yesu mara ya pili, na Yesu atafedheheka tena. Kwa nini? Kwa sababu alifedheheka mara moja, akasulubishwa mara moja, harudi, hawezi kurudia. Hata wewe ukitaka arudi utampata, ila utahukumiwa wewe, kwa sababu unafanya kitu ambacho kikuleti pamoja na Kristo. Mungu atusaidie, kwa sababu waraka huu wa Waebrania unatutahadharisha sisi tunaokwenda kushiriki mwili na damu ya Bwana Yesu mchana wa leo. Bwana asifiwe. Sasa naomba nisome tu neno moja. Maneno yako mengi, lakini kwa sababu ya muda wetu ambao ulichafuliwa sana na mambo tuliyoyafanya, ambayo nayo kwa kweli yana sehemu ya muhimu kabisa kwenye ibada yetu, basi wakati huu ninaomba tupate neno moja la mwisho ili tuweze kuingia katika ushirika mtakatifu, isije kaonekana kwa jinsi ya mwili tuna kwenda kinyume, lakini katika roho tuko pamoja na hilo neno. Sasa roho na mwili tuko pamoja, acha viende pamoja, viimanishwe na hiyo ladha ya chumvi kwa neno la Mungu ambalo tunalisikia wakati huu. Ninaomba nisome neno la Mungu katika waraka wa Paulo mtume kwa Wakolosai sura ya 4 mstari 5 na 6. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Bwana asifiwe. Anasema maneno yawe yapakolea nini? Sasa munyu ni kitu gani? Jamani, munyu ni nini? Akasema kibantu hapa. Akasema neno yapakolea munyu. Ila ukiuliza watu wengi sana wa Bantu, sisi ukiuliza chumvi mnahitaji nyumbani kwenu, wengi watakwambia munyu, 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 munyu. Bwana asifiwe. Akaandika hivyo na makusudi, kwa sababu Biblia hii tunasomewa sisi Waswahili. Sasa anasemaje? Maneno yenu yawe yamekolea munyu, muwe na hekima kumjibu kila mmoja ambaye atawauliza kuhusu imani ulionayo. Anayekuuliza basi maneno yako yamlete kwako wewe. Bwana asifiwe. Maneno yako unayemjibu mtu anayeuliza kuhusu imani yako yasimfarakanishe na wewe, bali yamlete kwako. Ndio kazi ya chumvi.
kuileta ladha zote pamoja. Maneno yako yasipokuwa na ladha ya kumleta mwenye imani tofauti au asiamini akaja kwako, bado wewe hujawa na ladha ya wokovu, ladha ya utakatifu. Ladha ya utakatifu na ni kazi njema ya Mungu katika maisha yako ya kiroho ni kuwa na hekima na busara kwa maneno yaliyokolea munyu. Paulo kasema maneno yenu yawe yamekolea munyu, anawaambia Wakolosai. Sasa ladha hii ya wokovu tunayoionja leo katika ushirika huu mtakatifu, basi itupe na sisi hekima ya kuwa na maneno ya ushuhuda ya kuambia watu juu ya kile tunachokifanya katika Kristo. Tunafanya nini katika Kristo? Kanisa letu, ndugu zangu, ni kanisa la watu wanaokwenda mbinguni, si kanisa la dini. Bwana asifiwe. Yako makanisa ya dini, wanataja dini zao, lakini kanisa hili ni kanisa la watu wanaokwenda mbinguni, na sifa ya kanisa hili na washirika, sifa yao ni wanafunzi. Bwana asifiwe. Mwanafunzi wa Yesu ambaye imani yako imejengwa katika msingi wa nani? Wa mitume. Msingi wa mitume. Sasa wako watu ambao kwa kweli mna shida ya kuto kufahamu kwamba kwa kiasi kikubwa sana usipofahamu umuhimu wa maisha yako ya Kikristo, na hasa katika kipindi hiki ambacho Mungu mwenyewe anahitaji ukue, kwa sababu ni kipindi cha hatari sana, ambacho kupitia katika kipindi hiki watu wengi wanapotea, watu wengi wanadanganywa, na watu ambao sasa imefika mahali asubuhi waliokuwepo katika fundisho la asubuhi, nimewaambia Roho Mtakatifu mwenyewe amekuja kutufundisha, kwa sababu kama wewe ni jengo na umejengwa katika mchanga, utaanguka kwa kukosa uimara, na uimara wa imani yako unaimarishwa na wingi wa neno la Mungu lililojengwa kwa imani kamilifu ndani yako wewe ukiamini. Kama neno la Mungu liko kwa wingi ndani yako lakini haina msingi wa imani hilo neno, basi wewe unafanana na mtu aliyejenga nyumba akaiweka kwenye mchanga, na utaanguka haraka. Nikawaambia watu wa Mungu, kwa kweli Bwana Yesu aliposema kwamba mtu anayesikia maneno yangu na kuyafanya atalinganishwa na mtu mwenye hekima, mwenye akili, lakini mtu anayesikia maneno yangu na asiyafanye, huyo atalinganishwa na mtu gani? Akatukana Bwana Yesu. Bwana Yesu katukana. Kumbe Yesu naye wakati mwingine jambo likimuudhi anafika mahali anatukana. Bwana asifiwe. Katukana akasema ni mfano wa mpumbavu. Pumbavu kabisa. Unasikia maneno ya Mungu halafu ufanye. Wewe unakufananisha na nani? Sasa mimi nikasema mtu wa Mungu aliyekuonyesha Mungu usiku kwamba hii nyumba imedondoka sio kwamba watu wamesikia maneno ya Mungu hawayafanyi. Hawajasikia. Maana yake mtu ambaye hajasikia kama nyumba, maana yake huwezi kumweka katika mpumbavu wala huwezi kumweka katika mjinga, maana kinachomwangusha ni majaribu madogo kabisa. Mtu ambaye hana neno la Mungu ndani yake haangushe na jaribu kubwa, anaangusha na jaribu dogo kabisa, kidogo anaanguka. Tena fanana, soma Mithali sura ya 20, sura ya 10 mstari wa 23, kitu kama hicho. Unaona Nasema kisulisuli kikipita mwenye haki kashapotea. Hayupo kabisa, basi na haki. Huyu anakuwa amepotea. Kwa nini? Kwa sababu kisulisuli ni upepo fulani tu, upepo ambao huwa unavuma kwa sehemu dogo tu. Sio upepo ule mkubwa aliosema Bwana Yesu katika Injili. Kisulisuli ni ka upepo fulani ambao kanapitaga kama kinaitwa chamchela, wengine chamchela kile kipepo. Upepo kinazunguka, alafu kinapita kinakwenda mahali fulani. Sasa kile kikipita hakiwezi kuangusha nyumba. Lakini mtu asiye na imani ka upepo kale kanakuangusha tu. Kwa sababu ndani hapo hakuna kitu. Sasa Mungu atusaidie. Mwambie Bwana Yesu nakushukuru. Kwa ni hakika kwamba Bwana una makusudi na maisha yetu. Kuna mahali ninakuwa natafuta hapa, ni mahali gani ambapo Paulo mtume alikuwa ndo anataka kuondoka. Ndio nimalize. Paulo mtume alikuwa anataka kuondoka. Alipotaka kuondoka Paulo,
Alipotaka kuondoka, akawa anahubiri maneno ya Mungu, akawa anahubiri. Unaona tumejengwa katika msingi wa mitume, na watu wa kanisa la kwanza, neno la Mungu linasema walikuwa pamoja, wakiwa katika ushirika, katika neno la Mungu na katika kuumega mkate na mambo haya yote walikuwa wakafanya namna hii. Sasa neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 7 unasema hivi: hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate. Leo jamani, ni siku gani? Leo ni siku gani? Siku ya kwanza ya juma. Leo ni siku ya kwanza ya juma, ndio maana tunashiriki ushirika mtakatifu katika siku ya kwanza ya juma. Bwana asifiwe. Tunalolifanya lazima tufanye, Biblia ituunge mkono. Kwa nini? Kwa sababu tumekuwa tukidumu katika ushirika, katika fundisho la mitume na katika kuomega mkate na katika kuomba na kusali. Sasa siku ya kwanza ya juma, neno la Mungu linasema hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana. Luka huyu anawaambia wasomaji kuhusu mambo aliyokuwa akiyafanya Paulo. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akapuliza maneno yake hata usiku wa manane. Sisi hapa sasa hivi hapa watu wameshachoka. Eti wameingia watu wengine wameingia saa 4, wengine wameingia saa 5, lakini saa hizi eti watu wameshachoka. Wameshachoka. Wanachoka nini? Ndani yake hakuna msingi imara wa neno la Mungu. Mtu aliyejengwa na msingi imara wa neno la Mungu huwa hachoki kusikia maneno ya Mungu. Kwa sababu gani? Haya ndio maneno ya uzima. Ukiona mtu ana uchovu kusikia maneno ya Mungu, ndani yake hakuna msingi imara, hakuna njaa na kiu ndani yake ya kujengwa. Ule msingi mitume na manabii anasema sasa, anasema usiku ya pili yake akapuliza maneno yake hata usiku wa manane. Watu wamekaa, na watu wa bahati mbaya wako kwenye ghorofa ya 3 wamekaa, wanamsikia Paulo anasema, palipokuwa na taa nyingi. Taa zilikuwa nyingi, chemli hizo, maana wakati unafikiri umeme ulikuwa hakuna. Taa nyingi katika ghorofa ile. Tulipokuwa tumekusanyika, kijana mmoja jina lake Eutiko alikuwa ameketi dirishani, akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka toka ghorofa ya 3. Sasa atakuwa salama tena huyo? Akainuliwa amekwisha kufa. Kweli toka ghorofa ya 3 udondoke tena ukiwa usingizini. Alipostuka akasikia pigo moja, akafa kijana huyo. Akafa, lakini amekufa wapi? Bwana asifiwe. Amekufa akisikia maneno ya Mungu. Amekufa saa ngapi? Usiku wa manane. Alikuwa hapo kwenye mahubiri ya Paulo toka saa ngapi? Hatujui. Lakini baada ya amesema tulipokusanyika ili kumega mkate siku ya kwanza ya juma, wote walikusanyika asubuhi. Bwana asifiwe. Basi hata ukikusanyika jioni, potelea mbali. Maana nikisema asubuhi nitakuwa tumewachosha sana. Maana ni hamwezi uvumilivu huo aliokuwa nao Utiko. Baada hamwezi. Basi sema walikusanyika toka saa 2 za usiku mpaka usiku wa manane. Utiko akapitiwa na usingizi, akaanguka. Basi alipokufa, kaanguka amekuwa tayari ameshakufa. Kaanguka tayari ghorofa ya 3 kashakufa. Paulo akashuka akamwangukia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neno la Mungu unalokaza kusikia, unalokaza kuamini, unalokaza kuliishi, likikukuta unapita katika majaribu ukataka kuanguka, litakuangukia likuinue. Bwana asifiwe. Uwe hai tena, uwe na nguvu zako tena, uwe na matumaini yako tena. Ushirika huu wa damu na mwili na damu ya Bwana Yesu utakukumbusha upendo wa Mungu katika maisha yako. Hata Bwana Yesu anasema shiriki ile tendo la imani, ili unapopita katika kujaribiwa, ili neno la imani likuangukie, likuinue tena, uwe hai. Kwa nini? Kwa sababu safari yako ya kwenda mbinguni ni sharti ufike. Bwana asifiwe. Mungu anasema ili mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, lazima ufike. Yesu hawezi kutembea na wewe alafu akuache njiani anatembea. Na yeye anasema yeye kama mchungaji mwema hutangulia. Anataka watu waone, kondoo zake waone yeye anatangulia, sio anawaswaka kwa mbele. Hapana. Neno la Mungu ni taa. Na taa wewe utaiwasha nyuma.
si unaiwasha kwa mbele ili kuonyesha njia. Hivyo ndivyo ilivyo. Anasema ameshaanguka, kashakufa huyo kijana Utiko. Basi Paulo akaenda akamwangukia, akamkumbatia, akasema msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimu ndani yake. Akapanda juu tena, akamega mkate. Sasa akamega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri, ndipo akaenda zake. Wakamleta yule kijana mzima, wakafarijika faraja kubwa sana. Bwana asifiwe. Hivi unajua faraja inampata mtu gani? Faraja huwezi kuipata mpaka uwe na huzuni. Mwenye kustahili faraja huwa hafarijiwi anapofurahi. Huwezi kuwa unafurahi tu unakicheka hapa mtu aje kukufariji. Anakufariji kwa sababu ya furaha ulionayo. Watu wanafarijiwa wanaofurahi. Wewe unatafuta furaha ili ufarijiwe. Huwezi kupata faraja. Faraja lazima uipate wakati una sacrifice baadhi ya vitu ambavyo ilikuwa uvipate, ulikuwa ufaidike navyo, lakini unavitoa ili Mungu atukuzwe. Muda wako unautoa ili Mungu atukuzwe. Mali zako unatoa ili Mungu atukuzwe. Kila kitu chako ambacho unakitoa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mungu anasema iko faraja kwamba utakapopita katika hali ya huzuni na kukata tamaa, hilo neno la Mungu litakuangukia, likuatamie, likurudishie tena uzima wako, likurudishie tena furaha yako, likurudishie tena amani yako. Na kwa ajili sasa tunapokwenda kushiriki ushirika mtakatifu, Bwana Yesu na akurudishie kile ambacho unadhani kwamba utatafuta kwa nguvu zako utakipata, ambacho utatafuta kwa hekima yako utapata. Mwambie Yesu, ninaomba neno lako lililosikiwa usiku ule wa manane, siku ya kumega mkate kama leo. Tunamega mkate kwa neno lako. Maana Utiko alirudi pale akamega mkate pamoja na wale waliomrudisha, walikuta usiku akaanguka. Maana Paulo baada ya kumega mkate kaondoka, wale watu wamekwenda wakamega tena mkate na Utiko. Bwana Yesu atakaje kumega mkate siku ya mwisho, siku ya ufalme pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Yesu anataka mkate aje kumega na wewe na mimi siku ile. Maana akawaambia, jamani, nyinyi fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Mimi sini tena hiyo mpaka siku itakapo timizwa katika ufalme. Na sasa kule kwenye ufalme amege nao wale, halafu akute kule hawapo. Sasa furaha yake ni nataka waone. Na mimi naamini kwamba wewe na mimi tunatamani siku ya Kristo tukamege mkate pamoja na yeye, tukiwa tumehatamiwa baada ya kukata tamaa, baada ya kuvunjwa moyo, baada ya kutiwa uchungu, baada ya kuhuzunishwa, kujeruhiwa na kuumizwa. Mambo yote yawe ndani ya Kristo, pamoja na Kristo, katika Kristo. Yeye aliye yote katika yote atuinue kila siku za maisha yetu. Tunaposhiriki fumbo la namna hii, tunaposhiriki neno lake, tunaposhiriki matendo ya imani, basi Mungu kwa uaminifu wake aliangalie neno hili na aliangalie fumbo hili ambalo tunakwenda kulishiriki, akupe kupona, akupe kuinuliwa, akupe kubarikiwa, akupe kutiwa nguvu, kwa maana ni safari, ni chakula cha njiani kuelekea katika safari yetu ya kwenda kuona ufalme wa Mungu. Sasa acha niweze kuja hapo sasa ili tuweze kushiriki hii baraka. Kwa hivyo wakati huu ninapoendelea, ninaomba moyoni mwangu ninasoma neno la Mungu toka katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 11 kuanzia mstari wa 23 kama ilivyoandikwa. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa kuwa hili ni tendo ulilofanya usiku uliotolewa, ulipotoa mkate ukaumega na kuwapa wanafunzi wake kwa watoto wako, kwamba watwae na kula, maana huo ndio mwili wako uliotolewa kwa ajili yao. Basi nakushukuru maana tu miongoni mwao ambao mwili wako umetolewa kwa ajili yetu. Bwana Yesu, naomba bariki, ponya kipawa hiki cha mwili wako ambao tunashiriki, maana umesema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Nasi tunafanya hivyo tunapokumbuka Bwana Yesu na upendo wako na uaminifu wako mwingi sana. Tunaomba bariki mkate huu ambao ni mwili wako, ukawe baraka, ukawe afya, ukawe furaha na faraja na uponyaji, Mungu, kwa watoto wako watakaoshiriki mahali hapa. Bwana, nakushukuru kwa hayo.
Baba utafanya na zaidi katika jina la Yesu. Amen. Kombolewa na furaha ukitaloga utaka penola imekuwa mtoto wake na kombolewa na damu pende mwana wake na kombolewa na damu Amen. Na vili hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, tazama Bwana, tunakileta kikombe cha agano jipya la milele tunalolishiriki kwa ukumbusho wako Bwana Yesu, ulipomwaga damu yako ili iwe fidia ya wengi. Tunakushukuru maana sisi ni wale tuliofidiwa na damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Bwana wangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu tunakwenda kushiriki damu yako Baba. Tunaomba lifanye upya na uliimarishe agano lako ulilofanya na wanafunzi wako ambao nasi Baba tukiwa tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii Baba, tuweze kuendelea kudumu katika ushirika, katika fundisho na katika kumega mkate, tukishiriki huo ushirika mtakatifu. Ninaomba Bwana ushirika huu ubadilike sasa, usiwe katika hali ya kawaida, bali katika ulimwengu wa roho ufanye jambo jipya katika maisha yetu tunaposhiriki, tukila na kunywa mwili na damu yako Bwana Yesu, tupate kufunguka kutoka katika kila aina ya kifungo. Viko vifungo vya mazoea, vifungo vya uzembe, vifungo vya magonjwa, maradhi na kila namna ya udhaifu ambao Baba kupitia katika vifungo hivi adui amekuwa akichelewesha baraka zetu. Nasi tunaamini kwamba wakati huu sasa ni wakati mzuri uliopata kibali chako tunaposhiriki fungo hili, tupate kuona majibu, tupate kuona furaha itokayo kwako Mungu. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Amen. 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 Ninaomba nimalizie kwa kusema neno la Mungu kutoka katika huo waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari 26 unaoendelea kusema, neno la Mungu linasema, maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila ulaye mkate huu na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Jamani, kushiriki mwili na damu isivyostahili ni kushiriki pamoja na dhambi, kushiriki pamoja na hukumu, kushiriki pamoja na hatia. Na tumekuwa tukiendelea kujifunza na kufundisha siku zote kwamba hata unapoleta sadaka yako madhabahuni, ikiwa unafahamu kwamba una neno na ndugu yako, basi acha sadaka yako, patana na ndugu yako kwanza. Na hivyo ndivyo ilivyo kwamba wewe mwenyewe ndio dhabihu unaokuja mbele za Mungu hapa kushiriki mwili na damu ya Bwana Yesu. Basi achilia kila aina ya uchungu, achilia kila aina ya hatia ndani yako. Na ndio maana nakupa wakati mzuri wa kurudi kwa Bwana Yesu, na kurudi kwa Mungu ili kwamba ujitakase unapokuja kushiriki. Bwana Yesu ni mwaminifu na yeye ni mwingi wa rehema. Anasema anahitaji tu useme Yesu nisamehe, akusamehe, akurudishe katika huo ushirika. Basi kipindi hiki sasa ninaomba tuweze kuja kushiriki. Wazee wa kanisa
Solewa Salmewa Wajabu Sasa Murai Katika Mahadi Shirika huu mtakatifu tungojane, maana kuna watu wengine wamechelewa. Kama ilivyoandikwa. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Katika shida yangu nalimita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka hapa na nafasi. Anasifiwe. Huo ni wimbo wa Zaburi, umeimbwa na Daudi. Na unaona anasema shukrani Bwana kwa ni mwema, fadhili zake ni za milele. Lakini kataja mlango wa Haruni. Bwana asifiwe. Huo ni mlango wa makuhani. Na wewe na mimi ni mzao mteule, mkuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki za Mungu. Na tumepewa daraja hili tuzitangaze fadhili za Bwana. Daudi anasema shukrani Bwana kwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ufahamu kwamba tunaposhiriki mwili na damu ya Bwana Yesu,
ni kwa fadhili zake, sio kwamba tumestahili. Hili jambo ni fadhili za Mungu, kwamba tushiriki fungo hili la imani yetu ili tutangaze mauti ya Bwana Yesu mpaka ajapo. Wako watu ambao walitumika kama mitume na manabii, walipokufa wamekufa moja kwa moja wakingojea Bwana Yesu atangulia kuja kuwaita. Lakini huyo sisi tulio hai ndani yake tunayatangaza mauti yake hata ajapo, kwa kuwa tuko hai ndani ya Kristo kwa njia ya ushirika na neno lake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni fadhili za Mungu, ni neema ya Mungu. Sasa hiyo ndio maana imempa Daudi kwa Roho Mtakatifu kumwambia Mungu, namshukuru nilipokuita ulinijibu, nilipofanya mambo yote na kushukuru kwa kuwa fadhili zako za milele. Bwana asifiwe. Hata wakati huu kipimo ambacho mimi huwa na kipima hata kwa jinsi ya macho ya kawaida tu, washirika wa kanisa wakoje? Ninawaona katika mwisho wa ibada. Bwana kushukuru Baba, tuna kushukuru Baba, tuna kushukuru wewe ndiwe Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, mioyo yetu imejaa tele shukrani mbele zako, kwa kuwa Bwana fadhili zako ni za milele. Tunamshukuru maana umetushirikisha furaha za mlango wa Haruni, ambazo Bwana Mungu zilitangaza fadhili zako kwa kuwa nasi Bwana kwa neema umetufanya kuwa taifa takatifu, watu wa milki yako Mungu, mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Asante kwa maana Bwana Mungu kupitia kuhani mkuu wa maungamo yetu Bwana wetu Yesu Kristo, aliye mtangulizi wa mlango wa uzima wa milele, nasi Bwana kupitia katika mlango wa Haruni tumeshiriki vipawa hivi vya mbinguni ambavyo ni mwili na damu yako Bwana Yesu Kristo, ambalo ni agano la uzima wa milele, agano ambalo Bwana Mungu linatupa nafasi ya kutangaza mauti yako hata utakapokuja. Asante Mfalme kwa kuwa tangazo hili umelianzisha Bwana Yesu, uliposema twaeni, huo ni mwili wangu utakaokuwa kwa ukumbusho wenu, mulapo basi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, na damu yako Bwana Yesu umesema mtakapokunywa hii basi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na tazama Bwana, jambo hili ambalo tumefanya katika wakati huu, tunaomba Bwana Mungu wetu na Mwokozi wetu, ukumbusho huu basi ukumbusho unaofanya upya maisha yetu ya kimwili na kiroho, ili kila tunapoingia na kutoka imani mwako na kutoa dhabihu za maisha yetu na mali zetu na muda wetu, iwe ni kwa ajili ya utukufu wako, maana sisi tulivyo hatuna sehemu katika hayo, bali tunayafanya kwa neema. Asante kwa kutoka asubuhi tulipoingia Bwana, umesema nasi kujenga, hatimaye Bwana saa hii tumefika baada ya kushiba na kula vyakula na vinywaji kutoka kwako vya mwilini na rohoni. Na sasa Baba Mungu, tunatoka kwa furaha na matumaini, tukiwa tumeponywa, tumegangwa, tumefundishwa na kuimarishwa ili kutembea katika upya wa uzima. Naomba nishike mkono wa kuume wa haki yako mtoto huyu ambaye anatoka mahali hapa, kijana huyu anatoka mahali hapa, binti na mama huyu na baba ambao anatoka mahali hapa. Mungu tembea pamoja nao, Mungu katika wiki hili ambalo Baba ndio kwanza limeanza. Libarikiwe jina lako kwa Israeli, kwamba sana wakati sasa Baba Mungu watakapokwenda makazini, utawaacha wanaokwenda mashuleni, utawaacha wanaokwenda kwenye biashara, utawaacha na wengine wote ambao wananyosha mikono kufanya shughuli halali. Bwana ukawaonekanie. Hayo ndio maombi ya matumaini kwako, kwa kuwa Bwana Mungu, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, yote
yaliyokosekana kwako. Asante kwa ajili ya uponyaji wa wale vijana ambao Bwana Mungu wameshirikisha kuhusu hali zao. Tunakushukuru kwa maana umeshawaponya. Asante Baba kwa ajili waliosafiri wamerudi salama. Asante Mungu kwa ajili ya changizo na sadaka ambazo zimetolewa. Mungu wangu na Mwokozi wangu, ninakushukuru haya maana tumeyafanya kwa neema, na sisi neema hii tunaamini Bwana imetoka kwako na itatuache maadamu wewe Mungu umetupenda kuanzia kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tazama Bwana, wakati huu sasa tunapojikabidhi mikononi mwako, naomba tupe wingi la furaha, wingi la baraka ambalo Baba Mungu hata katika taifa hili litakapobarikiwa, kanisa lako lizidi kusimama mbele yako kwa ajili ya taifa letu. Asante Mfalme, kwa kuwa tunaamini kabisa hiyo amani iliyopo ndio inayotufanya tufurahi na kuingia na kutoka imani mwako. Baba tuseme hili kwa sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Oh Baba, asante kwa ajili ya mtumishi wako ndugu yetu kutoka katika Kongo DRC ambaye Bwana anamshirikisha hitaji lake. Tunaomba Bwana apokee kile ambacho Bwana Mungu tumeonyesha mkono Bwana kumbariki. Tunaomba Bwana kutana na uhitaji alionao, maana hata atakaporudi huko atarudi kwa ushuhuda amefika kwa ndugu zake, na hicho tulichokifanya asikibeze, bali Bwana Mungu afurahi kwa kuwa Bwana Mungu umempa kukutana na sisi ndugu zake, na tunaamini katika hayo. Baba, tuendelea kumlinda yeye pamoja na kanisa alilotoka huko na ndugu wapendwa wa huko DRC. Libarikiwe jina lako Mfalme mkuu, ni katika jina takatifu la Yesu tunaomba. Amen. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulia uso wake na kukupa amani. Pendeni na amani ya Bwana.